Unaweza ukawa unapitia changamoto nyingi sana, unaukahisi Mungu akupendi, lakini Mungu amekuchagua. Biblia inazungumza habari za kipofu Batimayo. Batimayo alikuwa anaitwa kipofu Batimayo. Kwenye Biblia kuna mwanamke atoka ndani miaka 12. Yule mwanamke hatujawahi kujua jina lake mpaka leo. Tunajua tu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Kuna watu matatizo yetu ndio amekuwa utambulisho wetu. Yule mama asiyezaa, yule dada aliyeachika, yule mgonjwa, amje kuona? Yani unatambulika kwa yule fulani, yule ambaye mume wake amefukuzwa kazi. Yani wanaliinua tatizo badala yako. Lakini nataka nikwambie hiyo haijalishi na wala haizuia kwamba wewe Mungu amekubariki. Mungu akikuchagua, mapito yako yanakuwa tofauti. Kwa kuna wakati unaweza kaitwa majina mabaya, yani mambo hayaeleweki, lakini umechaguliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikuchagua anaweka kusudi ndani yako. Ukisoma Warumi 8:28 anasema nasi tunajua kuwa Mungu hufanya kazi pamoja na wale. Alimwambia Yeremia, nimekutenga kuwa nabii. Kwa maana Yeremia anazaliwa ana kazi ya kuwa nani? Na ndio maana kuna mahali akasema mimi ni mdogo. Akasema usiseme wewe ni nini? Ni mdogo. Kwa Mungu anapokuchagua anaweka kusudi. Tamani kujua kusudi lako ni lipi.